Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Mpaka sasa bado haijulikani kama Irani itashiriki mazungumzo ya amani na Marekani au kutoshiriki, kwa sababu kuna mustakabali ambao haueleweki hadi hivi sasa. Lakini misimamo ya viongozi wa Irani inaashiria kwamba huenda wasishiriki mazungumzo hayo kama matakwa yao hayatatimizwa, ikiwemo kuachia meli ya Irani inayoshikiliwa pamoja na wafanyakazi wake, pia Marekani kuacha kushambulia meli za Iran pamoja na kuondoa vizuizi vya baharini dhidi ya Iran. Sasa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani imeweza kutoa taarifa ikitaka Marekani kuweza kuiachilia meli yao aina ya Touska ambayo iliweza kukamatwa na Marekani pamoja na wafanyakazi wake pia kukamatwa, ili amani iweze kutawala katika eneo la Ghuba ya Oman na mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa inaeleza kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelaani kukamatwa kwa meli ya mizigo ya Iran iitwayo Touska na vikosi vya Marekani na kuitaka Marekani kuachilia mara moja meli hiyo pamoja na mabaharia wake, wafanyakazi wa meli na familia zao. Katika taarifa iliyochapishwa Jumanne, jeshi la wanamaji la Marekani lilifyatua risasi na kuikamata meli hiyo yenye bendera ya Iran siku ya Jumapili baada ya kujaribu kuvuka vizuizi vya kijeshi vya Marekani katika Ghuba ya Oman, kulingana na Rais Donald Trump. Video iliyotolewa na jeshi ilionyesha meli ya kivita aina ya Missile Destroyer ikifyatua risasi kuelekea meli hiyo, huku wanajeshi wa Marines wakishuka kutoka kwenye helikopta hadi juu ya staa ya meli. Irani hapo awali iliahidi kulipiza kisasi kwa kukamatwa kwa meli hiyo, ambayo Wizara ya Mambo ya Nje imeitaja kuwa ni kitendo hatari sana na cha kihalifu katika taarifa yake siku ya Jumanne. Wizara hiyo ilisema mzigo uliokuwa ndani ya meli hiyo ulikuwa na thamani ya mamilioni, bila kueleza mzigo huo ulikuwa ni nini hasa. Hakuna shaka kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itatumia uwezo wake wote kulinda maslahi ya taifa la Iran na usalama wake pamoja na kulinda haki na heshima ya raia wake, taarifa hiyo ilisema. Pia ni wazi kwamba jukumu kamili la ongezeko lolote la mvutano katika eneo hilo litabebwa na Marekani. Bado haijajulikana ni watu wangapi walikuwa ndani ya meli hiyo na kama wote walikuwa raia wa Iran. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha CNN, kimewasiliana na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM kwa maoni kuhusu utaifa wa wafanyakazi wa meli hiyo na hali ya meli hiyo baada ya kukamatwa. Sasa Irani imeanza kuidai Marekani kwamba iweze kuwaachia wafanyakazi wake pamoja na kuiachia meli hiyo ambayo ilikamatwa kufuatiwa vizuizi vya Marekani ambavyo vimewekwa katika eneo la Ghuba ya Oman. Lakini hadi kufikia hivi sasa haijulikani kama Iran itashiriki mazungumzo pale Islamabad nchini Pakistan au haitashiriki, kutokana na matakwa ambayo wanayadai kwa Marekani kwamba iweze kuyatimiza. Na moja matakwa ni kwamba meli ya Touska ambayo ilishikiliwa na vikosi vya majini vya Marekani katika eneo la Ghuba ya Oman iweze kuachiwa pamoja na wafanyakazi wake, lakini Marekani iache kuzishambulia meli za Iran, lakini pia kuondoa mzingiro wa kijeshi katika eneo hilo, huku Irani ikisema kwamba itatumia nguvu zake zote kujilinda ili kulinda maslahi ya watu wa Irani pamoja na mali zao. Na mara zote viongozi wa Irani wamekuwa wakisema kwamba hawaiamini Marekani kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na ahadi zake ambazo zimekuwa ni za uongo, zisizotimilifu, lakini hata viongozi wake wamekuwa ni walaghai kwa jinsi ambavyo viongozi wa Iran wamesema. Kwa hivyo katika mwendelezo wa kutafuta amani kati ya Iran pamoja na Marekani, Irani ipo katika tahadhari ya hali ya juu, kwa kuwa mara nyingi Marekani wamekuwa wakitoa ahadi za uongo na zisizo na utimilifu. Hii ni kwa mujibu wa viongozi wenyewe wa Irani, wamekuwa wakisema hivyo mara kwa mara. Basi mtazamaji wetu, leo niko hapa jikoni kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Ni kuombe tu uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.